Mungu atavyonisaidia. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango wa kwanza mstari wa kwanza, nitasoma mpaka hapo. Basi Suleimani mwana wa Daudi alithibitishwa katika ufalme wake, naye Bwana Mungu wake alikuwa pamoja naye, akamtukuza mno. Suleimani akasema na Israeli wote na maakida na maelfu na wa mamia na waamuzi na kila shehe na Israeli wote wakuwa nyumba ya mababa. Basi Suleimani akaenda mahali pa juu Gibeoni na kusanyiko lote naye, kwani ndipo ilipokuweko hema ya kukutania na Mungu aliyoifanya Musa mtumishi wa Bwana jangwani. Lakini sanduku la Mungu Daudi alikuwa amelipandisha kutoka Kiriathi Yarimu mpaka Daudi alipolitengenezea, maana amelitandia hema katika Yerusalemu. Tena madhabahu ya shaba aliyefanyiza Bezabeli mwana Uri mwana wa Huri ilikuwa huko mbele ya maskani ya Bwana. Suleimani na kusanyiko wakaiendea. Suleimani akaipandia, mstari wa 7. Suleimani akaipandia huko madhabahu ya shaba mbele ya Bwana iliyokuweko hemani pa kukutania, akatoa sadaka 1000 za kuteketeza juu yake. Usiku ule Mungu akamtokea Suleimani akamwambia, omba utakalo nikupe. Suleimani akamwambia Mungu, umemfanyia baba yangu Daudi fadhili kuu, nawe umenimilikisha mimi badala yake. Basi sasa, Bwana Mungu, liamkinie baba yangu Daudi neno lako, maana umenitawaza niwe mfalme juu ya watu wengi kama mavumbi ya nchi. Basi sasa nipe hekima na maarifa, nijue kutoka na kuingia mbele ya watu hawa, kwa kuwa ni nani awezaye kuwahukumu watu wako hawa walio wengi? Naye Mungu, mstari wa 11, naye Mungu akamwambia Suleimani, kwa sababu neno hili lilikuweko moyoni mwako, wala kukujitakia mali wala utajiri wala utukufu wala maisha wala maisha ya wakuchukiao, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, bali umejitakia hekima na maarifa, upate kuwahukumu watu wangu niliyokutawaza juu yao. Basi hekima na maarifa umepewa, nami nitakupa mali na utajiri na utukufu kupita walivyokuwa navyo wafalme wote waliokuwa kabla yako, wala baada yako hapatakuwa na mtu atakayekuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa tunaona ni habari za Suleimani, mtumishi wa Mungu, anaenda mbele za Bwana, amemjengea Bwana madhabahu, ametoa na sadaka, alafu Mungu anamtokea anamwambia, omba utakalo. Pointi yetu ni maombi yenye upenyo, kwamba mahusiano ya Suleimani na Mungu wake yanampa nafasi ya kumwambia omba utakalo. Tuna Suleimani naye kwenye kuomba hakutaka maisha marefu, hakutaka utajiri, hakutaka vitu vingi. Suleimani akasema, Mungu, umenitawaza, umenipa ufalme kusimama mbele ya kusanyiko hili kubwa la watu wako. Basi naomba hekima, naomba na maarifa, nipate kujua namna nipasavyo kuingia na kutoka, lakini nipate kujua namna gani ya kuwahukumu watu wako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pointi yangu ni hii, kwamba maombi sema nilipata upenyo kwa mambo tofauti matatu. Jambo la kwanza, alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu wake. Jambo la pili, moyo wake ulimtanguliza Mungu kwanza. Na jambo la tatu, alitafuta kufanikiwa katika utumishi ambao Mungu amempa, afanye mapenzi ya Mungu wake. Na vile nasema utafuteni kwanza famaka na hakika, na hayo yote mtazidishiwa. Kwa hiyo maombi yenye upenyo hapa ni lazima, kabla ya kuomba una mahusiano gani mazuri na Mungu. Lakini unapokwenda kuomba, moyo wako umeuandaaje mbele? Sasa Mungu anaangalia moyo. Kabla kukwambia omba utakalo, anaangalia
umejiunganisha kwa Mungu wako, ukitafuta mapenzi ya Mungu wako. Lakini jambo la tatu ni kwamba katika maombi yako unawekaje kipaumbele kwa Mungu? Katika maombi yako unawekaje kipaumbele mapenzi ya Mungu? Moja nasema kwamba tafuteni Mungu na haki yake na yote mtazidishiwa. Kwa hiyo pointi tunaiona hapa ya msingi ni kwamba katika maombi yetu, ili tufanikiwa katika mambo mengine, tunatanguliza mapenzi ya Mungu. Tunatangulizaje makusudi ya Mungu aliye hai? Alipoomba hekima na busara kwa ajili ya utumishi ambao Mungu aliomba, akaambia nimekupa hekima na busara, lakini akaambia nimekupa na mali, nimekupa na utajiri mkubwa sana, kwa sababu aliweka kipaumbele makusudi ya Mungu. Kona tamani Mungu akutie nguvu, umekuwa ni muombaji na huone upenyo. Moja ya itifaki moja kande kupata upenyo, tanguliza Mungu kwanza. Mungu atapata faida gani kwenye maombi yako? Vile unavyoomba kwenye kazi ya mikono yako, Mungu anamwahidia nini? Kwamba je, akikufanikisha, Mungu ufalme wake ujengwaje? Akikufanikisha leo unayotaka uyapate, je, Mungu atapata kitu gani? Kwa hili ni kutia nguvu katika maombi yako. Anza kutafuta mapenzi ya Mungu. Biblia inasema kwamba tukitafuta fahamu na haya mengine tutazidishiwa. Suleiman alitafuta kwanza kusudi la Mungu lifanyike kwa weledi. Akaambia basi sasa natafuta kusudi langu kwanza, nitakupa mali, nitakupa na kila kitu. Kwa hiyo natamani tuombe mbele za Bwana. Mungu utahiri moyo wako. Mungu, hebu mpende Mungu kwanza kuliko nafsi yako. Hebu mpende Mungu kwanza kuliko mahitaji yako. Ondoa binafsi. Hebu tamani kwamba shauku yako kuwe ni kuyatenda mapenzi ya Mungu. Shauku yako kuwe ni kufanya kusudi la Mungu. Shauku yako kuwe ni kufanya kile Mungu anataka, ili Mungu atukuze kupita kile kilichoweka ndani yako. Acha niombe mbele za Bwana kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu, asante kwa hekima ambayo uliweka ndani mtumishi wako Suleimani. Baba, Suleimani alijifunza kitu gani anatakiwa afanye. Moyo wake uliutahiri Bwana, akakupenda kuliko maisha yake, akakupenda kuliko vitu vingine. Nasi Mungu tunatamani hii busara. Baba, tunatamani hii hekima uachilie ndani yetu. Baba, naomba kwa ajili ya watumishi wako ambao wanafuatilia huduma hii kutoka mataifa mbalimbali. Baba, nasema Bwana, Baba, kwa ajili ya binafsi ambao tumekuwa nao, tumetanguliza kwanza mahitaji yetu, tumetanguliza kwanza maisha yetu. Hatukuja tukitafuta ufalme wako, na Mungu tutazidishiwa. Bwana, Suleiman alitafuta kwanza makusudi yako ndani yake, alipotafuta ukamzidishia na vitu vingine. Nami naomba kwa ajili ya mtumishi wako ambaye amesikia habari njema za neno hili katika muda huu. Baba, naomba Bwana ukautahiri moyo wake, akupende katika moyo wa dhati, apende makusudi yako kwanza. Mungu, neema yako ifikie, aache ubinafsi, anje kutafuta kwa yeye, anze kutafuta mapenzi yako. Mungu uliye hai, Baba, na kwa neema yako Bwana ukajifunue kwake, anapotengeneza mambo ya ndani yake, anapotengeneza kutafuta mapenzi yako kwanza. Ile neema uliyoachilia kwa Suleimani, Baba, ikafunuliwa kwa mtoto wako huyo. Amekongoja siku nyingi, lakini amekosa maarifa. Maana Mungu amesema watu wangu wanangojea kwa kukosa maarifa. Ni kweli Baba, tumekosa maarifa katika maombi, lakini lako kutufundisha juu upenyo katika maombi. Baba, na hili ambalo tumejifunza siku ya leo, Baba, liombe kitu kipya ndani ya mfuatiliaji wa vipindi hivi. Liombe kitu kipya katika utashi wake maombi. Liombe kitu kipya katika maombi yake. Baba, kutanguliza kwanza wewe katika maombi yake, atanguliza mapenzi yako, hata kwenye ile mradi ambao unasuasua. Baba, atanguliza akasema kwamba atakutolea fungu la 10 katika ile mapato ambayo anayafanya. Aone kukutolea kwanza fungu la 10 katika ile mapato anayopata. Bwana, wengi naomba kwa ajili ya uchumi wao, lakini wamekosa upenyo, ni sababu wamekuwa ni binafsi ndani. Neema yako ifunuliwe kwa Bwana, wakajue mapenzi yako Mungu, ili wakupe nafasi kwenye miradi yao. Sema nalikupa nafasi katika utumishi wake, akakupa kipaumbele. Nami naomba neema yako Bwana ifunuliwe kwa watoto